mahojiano maalum kabisa na mwanazuoni huyu wa dini ya Kiislamu Bwana Sheikh Mwaipopo, ambapo tumekuwa sisi waandishi wa habari kadha wa kadha tukija kwake kupata ufafanuzi wa mambo kadha wa kadha yanayokuwa yametokea kwenye nchi yetu. Kwanza tunashukuru kwa kutukaribisha leo pia kwa mara nyingine nyumbani kwako Sheikh Mwaipopo. Kwa kwanza hivi karibuni tumesikia baadhi ya malalamiko ya watu kadhaa kuhusiana na hali ya usalama nchini, kuhusiana na masuala ya watu kupotea, watu kutekwa. Lakini juzi tumemsikia mbunge wa jimbo la Kawe na askofu wa kanisa moja la Kikristo, Askofu Dr. Josephat Gwajima akizungumza na kuelezea masikitiko yake juu ya vitendo hivi vinavyoendelea katika nchi yetu ya masuala ya utekaji. Kwa uchambuzi wako au ufafanuzi wako, maneno ya Gwajima yana uzito kiasi gani kuhusiana na mustakabali wa amani ya nchi, na ukizingatia amevitaja vyombo vya usalama, amevitaja mamlaka za uteuzi? Tungepata wewe ulimuelewa vipi Gwajima, na unadhani anahitaji kuchukuliwa kwa uzito kiasi gani haya maneno yake? Karibu. Nakushukuru. Kwanza nitoe salamu, amani ya Mungu iwe kwenu. Asalamu alaykum. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, nikushukuru au niwashukuru waandishi. Swala la Gwajima ni swala linataka utulivu hali ya juu. Sio swala la kukurupuka au la kujadiliwa na mtu yoyote anaweza akasema. Ni hoja nzito ameichukua. Kwa sababu kwanza amezungumzia vyombo nyeti katika nchi. Unaposema idara ya usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama anayeteuliwa na rais, kwanza usalama ndio mdomo wa nchi. Ndio mdomo wa nchi. Unamgusa IGP anayeteuliwa na rais, alafu baadaye unasema rais anawaondoa kwa sababu ya uzalendo wao. Ni maneno mazito na ni magumu, yanahitaji utulivu wa hali ya juu na serikali kuyafuatilia, na sio maneno ya kupuuza. Akaenda mbali Gwajima akasema mfano kama mtoto wako Abduli umkuta ametobolewa macho. Ni maneno mimi binafsi yamenishtua sana, nimeshtuka sana. La pili, swala la kutekwa watu, kupotezwa watu, mimi nina imani hakuna binadamu mwenye akili timamu anaweza kufurahia maafa ya watu. Tufike sehemu tu wa kweli. Si mimi, si wewe, si rais, si yoyote duniani. Hakuna anaweza akafurahia kutekwa kwa binadamu na kuuawa. Sasa swala hili ni swala nyeti na ni swala zito. Lina utaratibu wake. Mimi kama Mwaipopo sina mamlaka ya kusema nani anayeteka, kwa sababu vipo vyombo vinavyofuatilia. Sasa hivyo vyombo ndio vinatakiwa vitupe taarifa sisi. Sasa Mheshimiwa Baba Askofu Gwajima na mheshimu sana, ni kiongozi wa kiroho na ni mbunge, alipitishwa na watu wenye akili timamu. Nachelea kumzungumza yeye kwa kwamba hapana, nachelea. Kwa kweli maneno aliyotoa ni mazito. Kwa sababu unapomzungumzia mkurugenzi wa usalama wa taifa aliyoondolewa madarakani, unasema ameondolewa kwa uzalendo wake. Aisee, kitu kidogo hata mimi nantia wasiwasi kidogo. Inatakiwa sasa serikali ijaribu kuliangalia hili neno, na imwangalie na imhoji vizuri, hata kwa siri, sio faragha tu. Imuite, wamuulize alikuwa anamaanisha nini, kwa sababu wataja kina Diwani ni mtu mkubwa, alikuwa nchi, alikuwa DCI, ni mtu mkubwa, amekuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wote nchi nzima. Yeye ndio boss, si mtu wa mchezo, ni mtu mkubwa. Na Diwani ni mtu mwenye uwezo mkubwa, toka pale makao makuu ya polisi. Ni mtu mwenye uwezo sana. Toka akiwa RPC Shinyanga, alikuwa RPC Shinyanga, akawa RPC Mwanza, ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Sasa anapotajwa na mtu kama mbunge anayemiliki jimbo moja, akasema kwamba anamuondoa bosi, msaidizi wote kwenda kwa sababu ya uzalendo wao, akaomba kwamba anapotaka kuondoa wa rais ipelekwe bungeni kwenye kamati ya mambo ya nje na ulinzi vijadili.
kwamba rais unamuondoa wa nini? Ina maana anaturejesha nyuma kwamba tunahitaji katiba mpya. Ndio ukweli. Kwa hiyo mimi napata kigugumizi sana kulizungumza hili jambo. Nachelewa kusema nisije na mimi nikahojiwa kwamba unasema hayo kwa niaba ya nani na ya nini, kwa sababu naona haya ni maji marefu. Sasa kila nikiingia naona nazama. Kauli hizi za Gwajima zina athari gani kwa usalama wa nchi, lakini kwa jamii, kwa mustakabali wa utulivu wa nchi? Nchi imetulia, japo kwa utekaji upo, migogoro ipo ya sisi wenyewe, kwa nchi imetulia. Gwajima, yani kwa ufupi wa Tanzania, kila mmoja anamtafakari jinsi anavyoweza kumtafakari Gwajima. Hatuwezi kusema hayana athari au yana athari, kwa sababu yani kila mmoja kwa kweli kabaki njia panda, anajiuliza Gwajima huyu. Wengine wanasema kwa sababu amepima Gwajima anaona bungeni hapati tena. Sasa ukijiuliza amepima jimboni hapati, lakini alipokaa pale kwenye kiti wakati kaita press alisema yeye azungumzie ubunge wala azungumzi kama mbunge, azungumzi kama askofu, azungumzi kama mneki, anazungumza kama Mtanzania maoni yake. Sasa vipi tuingize kwamba ameona hapati ubunge? Na tukisema hapati ubunge Gwajima alipewa na CCM wao wenyewe, tuwe wa kweli. Na Gwajima hakuchaguliwa na wapiga kura za maoni. Kama mnakumbuka ndugu zangu waandishi, alikuwa mshindi wangapi? Wa pili, wa tatu kama sikosei. Kwa hiyo chama kikafanya vice versa, kikampa kipaumbele yeye awe mgombea wa ubunge na akashinda. Na Rais John Magufuli alisimama pale akasema nataka mniletee Gwajima. Mnakumbuka Tanganyika Packers. Kwa hiyo tukisema kwamba Gwajima alichaguliwa na wananchi, hatuwezi tukasema kwa 100% alichaguliwa, kwa sababu ndani ya chama chake hakutakiwa. Sasa mimi napata kigugumizi kuhusu upatikanaji wa ubunge wake na maneno anayoyasema. Kwa kweli tunajichanganya sana wa Tanzania, tunajichanganya. Labda mimi ningeshauri kidogo, kama alikuwa na haya ya kusema Rais Samia, milango iko wazi, mimi ningelimuomba angeyapeleka hayo, angeyapeleka kwa rais. Vipo vyombo, ipo TAKUKURU, ipo idara ya usalama, ipo jeshi la polisi, angepeleka. Sasa tungemuuliza kusema pale hadharani analenga nini? Kusema pale hadharani alikuwa analenga nini? Anatufahamisha nini? Ili kidogo mimi napata kigugumizi ndugu zangu waandishi. Labda mnisaidie nyinyi. Mnisaidie. Hoja zake zina mashiko. Watu wasema hazina mashiko. Anaposema watu wametekwa, wamekufa, ni kweli watu walikufa, watu wamekufa. Kibamba yule ndani, mzee Kibamba, sijui Kibanda, sijui Kibamba. Kibao. Aliyokotwa. Lakini kila mtu anasema anashangaa. Kila mtu anashangaa. Sasa mimi Mwaipopo ni mtu mdogo sana, nitamnyoshea nani mkono? Kama yeye mbunge anaingia bungeni na anachukua kodi ya Tanzania na ni mbunge wa chama tawala, ameshindwa kujua yeye Gwajima kudhibitisha ni nani mtekaji, mimi Mwaipopo nitathibitisha nani anayeteka? Sitakuwa mnafiki. Lakini siwezi kupinga kwamba watu hawateki, watu wametekwa. Nani anayeteka? I don't know. Siwezi kujua. Kama watu wanatekwa na wewe mnakili watu wanatekwa, wajibu wa vyombo vya usalama ambavyo vinapaswa kutulinda sisi ni upi? Unadhani vyombo hivyo vimetekeleza wajibu wao? Kwanza vyombo vya usalama havilindi mtu mmoja mmoja. Havilindi mtu, hakuna nchi inayolindwa mtu mmoja mmoja. Vinatulinda wote kwa ujumla. Sasa tungeipa serikali muda itoke na majibu kwamba ni nani mtekaji na yuko wapi. Lakini binafsi na haya mambo utekaji sio Tanzania tu, duniani kote hapa. Hatungi mkono, hatusupport, lakini duniani kote hapa. Kote hapa, hata Marekani watu wanatekwa. Hapo Kenya mmesikia watu wanatekwa. Huyo nani huyo Maria Salungi alisema alikosokosa kutekwa. Ni Kenya.
Kwa hiyo utekaji Kenya upo, Uganda upo, lakini si jambo zuri kwa raia wako kuona wanatekwa, si jambo zuri. Ushauri wako kwa mama kuhusiana na mambo haya? Ushauri wangu kwa mama, kwanza mimi ni mshauri rais wangu Samia Suluhu upande wa uangalizi wa nchi. Rais Samia anao uwezo mkubwa wa kuweza kuandaa mazingira na jamii ikawa salama. Ana uwezo mkubwa wa kumaliza ya mambo. Kwa hiyo tunamuomba na tunamshauri. Na vile vile ana uwezo wa kutengeneza ma-informers paka chini huku mitaani na wakampelekea ripoti. Kwa kweli kabisa. Kwa sababu matatizo inawezekana informers ya wapo wa kweli. Polisi wanakaa juu kule, idara ya usalama iko juu, itajua huku chini kuna nini. La pili, watumishi wa serikali, viongozi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makamanda wa polisi, mawaziri, waachie simu wanapopigiwa, wapokee simu za watu. Nakwambia ukweli shekhe, swala sio utekaji tu, mambo mengi katika nchi hapo ya kuzungumza na waziri au na mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Unapompigia waziri wa mkuu wa mkoa, huna maana ya kumuomba hela. Sio mimi, watu wajue, sio mimi Mwaipopo, wala mimi sihitaji cheo chochote. Sasa kwa sababu kuna watu wamefikia, ukizungumza swala la kinchi, ndugu yangu, mtu anaona kama vile unajipendekeza, unataka labda uteuliwe kuwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa. Mimi nashangaa sana nchi tulivyo. Wallahi nakwambia brother, mimi sihitaji kuwa mkoa wala kuwa wilaya wala ubunge. Mzigo nilionao wa kutangaza dini unanishinda. Taweza kuwa wilaya? Mimi ni kiongozi wa dini, mimi ni mhubiri wa dini. Tena international preachers, ni mhubiri wa kimataifa. Nahubiri nchi yoyote duniani. Nikikuletea passport yangu hapa brother, haikai miaka mitatu inajaa. Natembea duniani, Afrika, Walabuni, naenda kuhubiri dini yangu. Tanzania mikoa yote, hivi mwezi wa 7 au wa 6 nitaanza mikutano Dar es Salaam na mikoani. Sasa mimi ninapozungumza ya mambo sihitaji cheo chochote. Sasa kuna baadhi ya watu wamekaa tu namna hii, ukizungumza wanafikiri unataka mama akuone uteuliwe. Na mimi sikula nilisema, na kuna watu wanamchukia rais, hawataki wewe ukimsifu Rais Samia, wanaona chuki. Wamekosa vyeo, wamekosa vyeo, wanahangaika, mara asubuhi yuko Chadema, jioni yuko CCM, kesho yuko kafu. Yani watu wanahangaika kwa kusaka vyeo kwa udi na uvumba. Hawa ndio wengi kweli kweli. Sasa Samia atateua watu wote, kila mmoja awe waziri, mmoja awe mbunge, mmoja awe sijui mwenyekiti wa mlina. Haiwezekani. Lazima tuko wananchi karibuni milioni 60 au 70 tunakwenda. Mawaziri hata 40 hawafiki. Haya mtateuliwa wangapi? Wabunge 2000 hawafiki. Mtateuliwa wangapi kwa wabunge? Rais ana nafasi 10 tu, zingine za kuchaguliwa. Kwa watu wa Tanzania ndio tuko namna hiyo. Sasa wapatikane watu watakao isemea serikali kwa moyo wa kuguswa, kwa dhati kutoka ndani ya nafsi yake. Kwamba simsemei Rais Samia kwa sababu ni Muislamu, na msemea kama amiri jeshi wa nchi. Na msemea rais kwa sababu ni rais wa Jamhuri ya Muungano. Rais ni taasisi. Kwa ukimgusa rais umetugusa sisi. Hata nchi kitokea vita, mtu wa kwanza kupewa ulinzi na kulala sehemu isiyojulikana ila ni watu wa intelligence tutajua ni rais na makamu na waziri mkuu. Wengine wote itakuwa ni yala tu. Huu ndio kweli kaka, wengine wote ni yala. Sasa package ya urais ni package kubwa, watu wajifunze hivyo. Rais hataki kuwa na stress, hataki kuamka na stress. Maamuzi ya rais akiyatoa yoyote yanatekelezwa. Sasa watu wengi wanashindwa, wanakosa uzalendo. Hili ndio tatizo la ngozi wa Afrika. Yani kila tunalolifanya ni aftermoney. Kwenye dini tunataka upigaji, kwenye siasa upigaji, misikitini makanisani upigaji, kwenye mipira upigaji, kwenye michezo upigaji. Yani tumekaa wizi tu. Kwani kuisemea nchi ni hela? Unahitaji mimi na hongwa ndio nasema? Mimi si hongwi brother. Mimi nazungumza haki. Hii ni nchi yetu sote. Lazima tusimame kuihami nchi. Rais atapita, Samia alikuwepo, Nyerere kapita, Mwinyi kapita, Beni Mkapa kapita, Jakaya kapita, Magufuli kapita, na Samia atapita. Nchi ipo. Hivi pima wazee wetu wakati wa Nyerere wangeharibu nchi, si tungekuwa hivi?
Watanzania wenzangu, tusingekuwa hapa. Mwinyi angeharibu hii nchi, si tungekuwa hivi, tusingekuwa hapa. Walipambana na watu kuondoa mambo ya ukabila na udini ili sisi tuje tuishi katika nchi kwa amani. Wewe mwandishi umekuja hapa kuniuliza dini mimi, umeniuliza tu bwana Mwaipopo, Sheikh Mwaipopo vipi? Ukuniuliza dini yako. Ukuniuliza kabila yako, mimi sikujui kabila au nijui. Hii ndio Tanzania. Sasa wa Tanzania tufike maneno yote majungu yainua tukukosa vyeo tu. Ni vyeo tu, wala hakuna kingine. Ni vyeo tu. Sheikh wangu. Sheikh Mwaipopo, tunaelekea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao kimsingi utafanyika bila ushiriki wa chama kikuu cha upinzani Chadema. Kwanza unauona uchaguzi wa namna gani? Lakini pili, inazungumzwa kwamba huo ndio utakuwa mwisho wa Chadema, kwamba inaelekea kufa sasa. Tukiona makada wake mbalimbali hivi sasa wanakimbia hicho chama na kujiunga na vyama vingine ikiwemo Chauma, ambapo pia kuna maneno kwamba Chauma ni chama pandikizi cha serikali. Hayo yote wewe unayatazama vipi? Kwanza nakushukuru kwa mwandishi. Kwanza niambie watu hivi, mimi na imani hiyo na uwezo wangu kufikiri ni huo, kwamba serikali haiwezi kanunua watu wote wale kutoka Chadema kuja Chauma. Hakuna serikali ya hivyo. Kwa kutaka nini? Serikali inunue watu wote wale kuwaleta huku, basi CCM ni chama hatari sana, kina uwezo mkubwa. Kama kinaweza kikashawishi watu wote wale wakaja huku. La kwanza. La pili, hawa Chauma sidhani kama Mtanzania mwenye akili timamu anaweza kuambatana nao. Yaani ndio ukweli, mimi naeleza ukweli. Yaani brother, wewe utoke kuchezea Simba na Yanga ukacheze Tukuyu Star useme nitaonekana. Kuna vitu vingine wa Tanzania wasitufanye si hatuna akili kwenye hizi siasa. Siasa ni maisha bwana. Tunapotafuta kiongozi tunataka kiongozi mkweli. Nasikia, yani leo mtu niambia nimchague mimi kama Dr. Wilbrod Slaa, nimpigane au nimsikilize, nimsikie ataniambia nini Slaa. Wakati yeye alikuwa Chadema, akaenda CCM akapata ubalozi, akasema sisi Chadema sasa wafai, karudi tena Chadema anatuambia shehe, mbona tuchezea akili bwana. La tatu, kusema Chadema imekufa au ipo, hilo tamko nalo linakuwa lina kigugumizi. Lazima tuambie ukweli. Chadema kuto kushiriki uchaguzi sijui inajifikiria nini. Sijui inajifikiria nini. Lakini wapinzani wapo, ACT wapo, CUF wapo, NCCR wapo, ni wapinzani. Ukifanya mchezo wanachukua nchi na wanaweka wabunge. Kwa hiyo swala la kusema kwamba eti kuto kushiriki Chadema ndio CCM itapeta, hakuna. Na hawa wanaokwenda huku sijui Chauma ni kupoteza muda tu. Huu ni ukweli, ni kupoteza muda. Na hao wanaobaki Chadema wangekuwa na maarifa, ilipaswa wakae watengeneze chama kimoja waweze kuweka upinzani wa kweli. Mimi wanasema kila siku ndugu zangu waandishi, mimi siwachuki Chadema wala siwachuki ACT wala siwachuki CCM. Tunapoona vyama vingi ni challenge namna ya kuongoza tu basi. Kwamba wewe CCM, huyu CUF, Chadema mshindane pale kwa sera. Lakini mtu kisema jambo fulani, jamii fulani na kuchukia na kuchukulia kwamba labda ni agent. Sheikh Mwaipopo, tukizungumzie chama hichi cha Chauma ambapo ni chama kikongwe, lakini kwa siku za hivi karibuni kimekuwa ni kama chama kipya sasa kwa sababu kimezaliwa upya. Unakiona wapi hichi chama cha Chauma? Unaona kinaenda kuchukua nafasi ya Chadema kuwa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania? Hivi karibuni wametangaza kwamba wataanza ziara yao ya kuzunguka mikoa 16 na watazunguka na chopa. Wewe ni mbobevu kwenye haya masuala ya kisiasa. Unaona hayo mambo yanawezekana kwamba ndani ya muda mfupi Chauma kimekuwa na fedha, kimejijenga, kimepata na watu pia kwa ajili ya kufanya hayo mambo yote? Unakiona wapi hichi chama? Brother, unaweza kuwa na fedha lakini wanachama huna. Ni sawa kuwa na fedha mke huna, tabia yako mbaya. Sasa hiyo sio hoja kuzunguka na chopa. Watanzania wanahitaji chopa. Watanzania wanachohitaji ni maisha. Wewe unakuja na chopa hapa, unakuja kuhutubia watu wanashindia mlo mmoja. Sasa chopa yako itatusaidia nini sasa? Sasa hapa ndio angalie kwamba hata hawa wanasiasa wa nchi wengi wao wanakuwa ni watu wa ajabu tu. Yaani mimi ukanishawishi kwa ajili ya kuja na chopa ili nikuchague. Haiwezekani. Haiwezekani hata siku moja. La pili, kwanza makao makuu ya Chauma yako wapi? Mimi sijui. La tatu, ofisi ya mkoa ya Chauma iko wapi? Haijulikani. La nne, mikoani kutembea Chauma hawapo. Sisi ndio watu wa dini tunatembea mikoani. Shekhe, Chauma haipo.
CCM wameanzia kijijini mpaka taifa. CCM. Na kuna maeneo mengine Chadema hawapo. Huu ndio kweli. Kafu hawapo. ACT hawapo. Uchaguzi mdogo mimi nilikuwa Tabora. Nilianzia Urambo, Kaliua, Tabora, Mabama, Usoke kule kwa Kinalipumba. Wallahi kuna maeneo unakuta ni CCM watu wanafanya mikutano. Nikamwambia mwenzangu, sasa wapinzani watashindaje? Hamna kitu. Kwa ni siasa tu za kutaka kutuchezea sisi akili, lakini kiukweli watu wakae, wapinzani wa nchi wajitafakari kama wanafaa kuwa wanasiasa. Na uwezo kuendesha siasa ukiwa huna pesa. Eti unataka uteuliwe, uchaguliwe uwe kiongozi ndio upate pesa. Sehemu ya siasa sio sehemu kwenda kutafuta pesa. Siasa ni sehemu ya kutafuta uongozi ili ulete changamoto katika nchi, kuondoa changamoto kwa raia. Sasa watu siasa wamefanya kuwa ni mtaji na mradi. Kwa hiyo mimi nashindwa hata kuelewa na siasa wa nchi. Nashindwa kuelewa kabisa. Shemogopo, kumekuwa na vuta nikuvute kati ya wanaharakati kutoka nchi jirani Kenya na Uganda. Nadhani unafahamu kilichotokea wiki iliyopita kwenye kesi ya Lissu. Mpaka ikafikia hatua rais akatoa ultimatum kwamba hatutaruhusu watu hawa watuvurugie nchi yetu. Reaction ya watu hawa ya majirani zetu umeiona, wamefanya vitendo vya dharau, dhihaka kwa mamlaka za nchi yetu. Tumeona bungeni wabunge wamekemea sana kuhusiana na hili. Hili jambo unafikiri linatuweka katika nafasi gani katika mahusiano kati ya sisi na majirani zetu? Kwanza nikwambia mwandishi, mahusiano sisi na Kenya ni mazuri sana. Kwa sababu serikali ya Tanzania haipambani na serikali ya Kenya. Watu wajue. Serikali ya Tanzania haipambani na serikali ya Kenya. Wale waliokuja huku ni wale wanaomvuruga rais kule. Huyo mama, huyo nani, huyo Martha Karua, ni wale kina mama wanaomvuruga rais Ruto ashindwe kutawala. Walimwekea paka jenzini hawa. Wamemtengenezea maandamano wakasema tukafungue sava, umeiba kula. Uchaguzi ukarudiwa mahakamani, mahakama ikasimamisha, wakakuta Ruto ameshinda. Ni hawa. La pili, serikali ya Tanzania haijakataza Mkenya aje nchi hii. Watu wajue. Wala serikali ya Kenya haijakataza Mtanzania kwenda Kenya. Kilichosema tuheshimiane. Mwanasheria wa Kenya unapokuja Tanzania ili kumsimamia mteja wako mahakamani kuna taratibu zake. La kisheria sasa lazima upewe kibali na mwanasheria mkuu wa Tanzania. Yaani upewe kibali kwamba tumekupa kibali, nenda kamsimamie Mwepopo mahakamani. Hilo la kwanza. Sasa wao hawakufanya hivyo. La pili, wao hawakuja kama wanasiasa, wao hawakuja kama wanasheria, wamekuja kama wanaharakati, kama wachochezi, kama wanasiasa, kuja kumobilize na walikuwa na upande ili kuzalilisha serikali. La pili, ukitaka kuangalia wale watoto wale wanaokula milaa na mongokaa kule Kenya, ni watoto wale majobless wa mitaani wanaomvunjia heshima Rais William Ruto, na ndio wanaomvunjia Rais Samia Suluhu. Wanatuvunjia heshima hata sisi. Sasa mimi nitaka niseme kitu kimoja. Mimi nashangaa sana hii nchi na baadhi ya viongozi. Nasema kabisa kwa moyo wa dhati, kama mtanichukia nichukieni. Haiwezekani rais kuwa anatukanwa kila siku. Watu wanamtukana rais, wanatukana serikali, na wapo watu ndani ya chama na ndani ya serikali wanaochukua mishahara. Hawataki kujitokeza kulisemea hilo. Watu wamekaa. Baadaye mtu anakwenda kumkumilia eti msanii ndio akasemea nchi. Msanii ana impact gani katika umma? Msanii kafunga Eleni na wakati anaisemea nchi. Rais wetu, angalieni wale wanaosema huko ni watu gani? Wale kina Martha Karua si watu wa kawaida tu, ni viongozi wanaosikilizwa, wana maarifa, wana package nzuri ya kielimu. Kwa nini sisi huku watu hawasemi watu wanaopewa mishahara, wana magari, wana maofisi? Kama mmeshindwa, rudini chini kwa informa. Wapeni kazi waseme watu wenye uwezo. Sasa hili jambo mimi limenishangaza sana. Mpaka leo nimeona wabunge ndio wanaanza kuongea bungeni. Wabunge ndio wameanza kuongea bungeni. Kitu ambacho bunge alikustahili kuyasema haya. Kwa sababu aliyosema kule sio serikali. Ingesema serikali Kenya, wabunge ndio wangelipuka. Wala bunge la Kenya halijasema, wala bunge la Senate halijasema. Wanasema watu wa majobless wa mitaani. Na katika hao watu wa mitaani wamegawanyika. Kuna watu wanatusupport, wanawashangaa kumtukana Samia Suluhu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hana uadui na serikali ya Kenya.
Na kwa kweli swala la kumwadhiri na kumdhalilisha rais, mimi lazima niseme na niumie sana. Na linaniuma na ninaumia mno kwa sababu hii ni nchi yangu. Siwezi kuona rais wangu niliyemchagua kwa kupanga mstari juani, mvua yetu, jua letu, alafu nakwenda kumdhalilisha rais. Unasema kwamba wewe rais umepata urais kwa kufa Magufuli. Kwani wao rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta hakufa akiwa madarakani? Alikufa akiwa madarakani na makamu wa rais alikuwa Daniel Tolonto Arap Moi. Moi akaapa. Mbona wasemi? Kuna ajabu gani? Ni jambo la kawaida tu duniani kote, akifa rais makamu na advance. Hapo Zambia alikufa rais makamu akachukua. Kule wapi, kule Malawi alikufa rais yule, wapi ni Malawi, yule mama akachukua. Kwa hiyo ni mambo ya ajabu tu, hata wanatujiita wa Kenya wasomi. Mimi kwa hili wa Kenya siwezi kupepeza macho. Hii ni nchi bwana. Siwezi kuwasamini wa Kenya nikaacha kumsamini rais wangu na nchi yangu. Hiyo nimekataa.